ni kwa sababu mapungufu ya bodi ya ligi. Sisi EFM tulizungumza na mwenyekiti wa bodi ya ligi mzee wetu Steven Mguto asubuhi tu, bwana, mmepokea malalamiko ya Simba, nini kinaendelea, mechi ipo? Akasema tumepokea na tunaita kikao cha dharura kujadili hili, lakini mechi ipo. Umeelewa? Sasa kwa mimi niliona sio sawa, kwa sababu mechi commissioner amewasilisha ujumbe ambao hauzuii mechi kutochezwa. Kwa hiyo bodi ingeweza kupokea yale malalamiko na kuyajibu kwamba Simba mcheze mechi yenu, ikiisha tutajibu malalamiko yenu, tunaweka hapa kwa sababu yazuii mechi fanyaje kuchezwa. Alafu mechi ingeenda kuchezwa, kamati na uendeshaji na usimamizi wa bodi ya ligi baada ya mechi aidha siku 3 4 wangekuja na andiko na kuchukua matukio mengine kama yangetokea. Alafu ndo angesema bwana, kurejea mechi ile 184 Yanga akiwa mwenyeji cheza na Simba, Yanga anatozwa fine au anapigwa onyo au fine ya 500,000 au milioni 2 au milioni 1 kwa kushiriki kuzuia Simba asifanye mazoezi. Basi, lakini mechi ingekuwepo. Tungekuwa nayo, tungetamba nayo. Kwa hiyo kitendo kile kimekuja baada ya Simba kuandika kwamba kutokana na hii ghasia sisi hatupeleki mechi, timu uwanjani hatucheze mechi. Simba hawana haki ya kanuni yoyote katika dunia hii kususia ule mchezo kwa kile kilichotokea. Sio, umenielewa? Kwa hiyo sasa hapo tunaweza tukasema Abisai aliyevunja kanuni ni bodi ya ligi mwenyewe kwa kuahirisha mchezo wakati kanuni hazielekezi hivyo. Sasa bodi wao wamejitetea hivi kwenye barua yao. Wameenda kwenye kanuni za bodi ya ligi. Wamesema kuna kichwa cha habari kinahusu mchezo kuahirishwa. Kanuni 34. 34(1)(2) kinaandika kama kuna sababu ya dharura au na ambayo TFF wataikubali mechi kuahirishwa yenye mashiko. Sasa mimi Abisai napata tabu kuona hiyo sababu ya Simba na mashiko, ila TFF wameona amewairisha mechi. Hoja uchunguzi hujakamilika, na ndio maana mechi ichezwe kwa sababu Simba walikuwa tayari wameshakuja kutrain. Sijui unaona hiyo dhamira? Simba ameshafika getini kutrain kwa ajili ya kesho. Yani wanakuambia tuko tayari kwa mchezo. Wewe kwa nini uambie msicheze? Kwa sababu uchunguzi hujakamilika. Sijui unaelewa? Hapo bodi ya ligi naona wajaamua sawa sawa. Inawezekana Yanga walizoa walikosea kuingilia uhuru wa Simba ku exercise uhuru wao wa kufanya mazoezi na msafara wao walitaka wakague, lakini Simba kuja kususia mechi ni kosa namba 2. Sasa aliyekuja kuonesha ana hekima na kushindwa kufanya kosa liwe kubwa kuliko la Simba na Yanga ni bodi ya ligi. Kuja kuahirisha mchezo kwa kusema eti muda wa uchunguzi haujatimia, kwa hiyo wanakosa muda wa kuexercise haki kujua ni Yanga na makosa au Simba na makosa. Sijui umeelewa? Vipi kwa upande wa aliyeamua kwenda tu uwanjani kufanya mazoezi kwa sababu kanuni inamruhusu bila kutoa taarifa kwa mamlaka husika? Kama kuna vituko vya mwaka 2025 na iko kiweke. Bodi ya ligi mchana imetangaza mechi tumeiahirisha kwa sababu hatuna muda wa uchunguzi. Mechi haipo. Tafsiri, bodi ya ligi inatoa watu wake wote uwanjani. Waratibu wa mechi hakuna. Yanga imeona hilo tangazo. Yanga wametumia hiyo taarifa na bodi. Yanga wametoka wameenda uwanjani. Alafu very surprising, hawajaenda muda ule wa mechi kwamba saa 1 Yanga wako uwanjani. Wameenda mida jioni na wametoka. Sio, umeelewa? Sasa huwezi kudai pointi 3 wakati utaratibu wa kanuni ya pointi 3 huko hivyo. Sasa ndio maana najiuliza, ukishangaa ya Simba kususia mechi kwa sababu ya kutokufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, utastaajabu ya Yanga kwenda uwanjani kwenye mechi iliyoahirishwa na kuomba kutaka alama 3.